Na mimi mbona waniogopa? Wala hata mimi sijui. Mbona shemeji na mkango waniogopa? Na nini kwani? Bwana, mimi hapa nafikiri sina hata cha kukwambia. Sina mengi ya kukwambia. Ajili ya nini? Hebu Shem. Leo jisaidie umwatisie. Yaani jisaidie umwatisie. Maana mimi sijui hata nitaanzia wapi, sijui la kuanzia lipi. Shem. Sikia. Mimi bwana hapa sina kukwambia mengi. Ajili hapa inabidi nikwambie shortcut. Hapa wana shemeji yako na mke wako. Unaona wanaogopa vile. Wanadai kwamba wanawatisha wewe. Sijui jana, sijui juzi wanasema usiku sijui umebadilika kwa kitu gani, si wala mimi sielewi, maana hawataki kufunguka, wanaambia kila kitu vizuri. Leo wanadai kwamba umebadilika, sijui umekuwa nyoka, si hata kiundani, maana bado wanadishidishi yani kuongea. Sasa hapa ambacho kipo ni kimoja tu, ni kuwauliza wao, ndio wanajua cha kukwambia. Kwa hiyo mke wangu, ina maana unaogopa, si ndio? Kwa hiyo yani upo na mimi kwenye furaha tu, lakini kwenye matatizo unanikimbia, unakuwa mbali na mimi, si ndio? Sasa huo upendo unatengenezwa na nini? Kama kwenye shida niko mwenyewe, sawa, endelea kuniogopa. Nashukuru sana, asante. Tulipotea kwenye taa za usiku, barabara zikameza sauti zetu. Umeona? Sikia mke wangu, mimi sitokubali tuje kuangamia kisa nyinyi wawili. Haya masuala ya kutuambia sijui wote, subiri kwanza ile jambo mlikamilishe. Mimi siataki na sitokubali. Msitaki kucheza game ya kuwa hero kipindi mtu aweza kuwa mahero. Wewe mdogo wako mlichokifanya hamtokiweza, inabidi pawe msaada. Sikia, wewe nikubaliao nikatarehe, mimi naenda kumwambia baba yako. Na nikimwambia baba yenu nafikiri atawasaidia. Maana kama mkutuamini sio wamezenu, basi mtamwambia baba yenu mzazi. Mungu, naomba usimwambie kwanza baba, please. Nakuomba Mungu, usimwambie baba. Wewe sikia, mimi hapa kama nimekataa kutuambia sisi si wanaume, si mwanaume natuweza, basi mwambie baba yenu uende atawasaidia, ajiwe mtu mzima. Ngoja kwanza ile jambo likamilike afu nitaambieni. Sasa hivi ukimwambia baba sasa hivi utaharibu mume wangu. Mke wangu, hili swala nzito. Nyie mtakuja kufa bure au sisi tufe nyie. Mimi nafikisha huko juu, wenda baba akasaidia. Mbona nipa mgongo kama anitenga? Kwani mimi na wewe nani kaza kumpa mwenzie mgongo? Kwenye taa za usiku, barabara zikameza sauti. Mimi hapa mume wangu, sio kama nikupa mgongo kwa kupenda, ila tu kutokana na vitu vinavyotokea mara kwa mara huwa anaingiwa na uoga mume wangu. Unajua mimi binadamu sijakamilika. Nakupenda mume wangu, ila bado nakuhitaji. Nakupenda mume wangu. Kuna nini? Kwani kuna nini? Mbona sielewi? Hakuna kitu. Lakini nahisi kama kuna mtu alipita mbele yangu hivyo.
lakini naona kama ni maingi yangu tu mwenyewe nilionayo. Alafu pia kama utakuwa bado unanihofia mimi na niogopa, sawa, wewe nenda kwa dada yako, sawa? Umeelewa? Mume wangu, sio kama napenda kukaa mbali na wewe, ila kutokana na changamoto tunazotokea mara kwa mara huwa naingiwa na uoga, ila nakuhitaji mume wangu, nakupenda. Hapana, ni kwa izini yangu mwenyewe nimekuruhusu, sio kwamba labda nimekasirika au labda na dukuduku moyoni. Hapana, nimekuruhusu tu. Kama utakuwa na hofu yoyote kuhusu mimi, nenda kwa dada yako, mimi nitakuwa mwenyewe nyumbani, sawa? Mimi nipo tayari mwenyewe nyumbani, sawa? Kweli mume wangu? Ndio, wewe kuwa na amani. Sawa. Hapo. Leo mimi nimekuja na ujio wangu ni dharura. Lengo langu kubwa ni kusua watoto. Jambo gani hilo tena? Mbona nitisha? Mzee wangu, mambo ambayo yanatokea kwa watoto wako kidogo yanastajabisha na ni makubwa tena mazito. Kwa hiyo nimeona ni heri kwanza nianze nifike kwa mzee kama baba nipate kuelekeza kitu. Matukio gani hayo? So hapa siku mbili tatu hapa kuna matukio yametokea ya maajabu. Watoto wako sijui wameenda kwa mganga, sijui wameenda wapi, sijaelewa maagano wamefanya huko, lakini kuna baadhi ya vitu vinakuja kutokea sasa hivi. Mzee wangu, sema kweli, ambapo nafikiria tunahitaji msaada. Mzee wangu, siku mbili tatu hapa mkoyo kana yule mmewe Tasha, ndio aliweza kufamiwa na jini. Jini tena? Kwa bahati nzuri unaona kitu hiki, hivi vitu tumepewa na wanao hivi, sio nyati tujua hata tumevipewaje, lakini ni wao wamepewa huko, sijui kwa mganga kwamba tufae, sijui ni ulinzi, sijui ni nini. Sasa sijaelewa jini alikuwa afanyaje. Mimi pindi tunafika pale nikachukua nikamtupia yule jini. Yule jini kayayuka. Lakini toka muda ule mkoyo kana mpaka sasa hivi ufahamu wake kama vile hauko sana. Yuko anabadilika sana, tena anakuwa msiliana, anamtisha hata mwanao. Sasa kila nikijaribu kuuliza wanao hili jambo limetokea wapi, hawataki kuongea. Yaani wamefunga kabisa, hawataki hata kusema. Kwa sasa mzee wangu, mimi nilikuwa nahitaji msaada wao. Wale ni watoto wa kike, afu hakuna hata mtu yote yule anawasaidia. Maana sisi hatuna jinsi ya kuwasaidia, hatujui tutaanzia wapi, hatujui tutafanyeje. Mimi nimeona ni yeye nikufuate, japo wanao walikuwa hawataki. Mzee wangu, jitahidi uongee na wanao. Sisi sema kweli wameshindwa kutuambia. Sasa imekuwa ni vizuri sana kuja kuniambia swali, maana hata mimi napatwa na kigugumizi, nashindwa nianzie wapi. Kama wao wameshindwa kuja kuniambia mimi, mpaka wewe unafika kuja kuniambia mimi. Mzee, niseme kweli tu ni kwamba unahitajika msaada wako.
mganga anakaribia kukaa chini. Nataka hela yangu. Ailini, nipe hela yangu. Ukitembea hapa. Unanielewa? Hivi wewe kunitapeli mimi? Sio kwamba hivyo rafiki yangu. Tatizo kuna vitu hapa katikati vimeingiliana. Vitu vinaingiliana baada ya kukupa hela yangu. Ndio vitu vinaingiliana. Wewe unatania? Ailini, hivi unajua mimi hela nimefanya kitu gani mpaka nimeipata? Unajua hali ya maisha sasa hivi? Hela ya mtu kila siku tu unaniambia vitu vimeingiliana. Unahisi nitakuelewa? Ashu mimi ndo nakwambia wewe. My friend, take this in your mind. Mimi Mswahili sijaacha. Nitakuvuruga. Naomba hela yangu. Ailini, I want to buy money. Nini ambacho unielewi? Tatizo sio hivyo. Hela mimi nilipewa kule kwa mganga. Na baada ya kwenda kule kwa mganga mara ya pili, mganga katoweka, tumuone. Alafu pia baada hajanimalizia mimi tiba. Unahisi unavyoniambia kwamba mganga hajakumalizia dawa na hela yangu vinahusiana? Kuna uhusiano wote kati yao hapa? Na mganga anatoweka na hela yangu, ndio shamba langu, si ndio? Alafu kapotea. Ina maana mzimu yake sasa imemchukua, si ndio Kwa sababu ungelikuwa ni mstaarabu, wakati mambo yalishaingiliana, mganga kapotea, sio kafanyaje? Mimi ungenipigia simu. Ungenitumia hata message. Simu yangu iko wapi? Kwa nini wakati kabla sijakupa hela yangu mambo hayaingiliana ulinipigia simu kama na matatizo? Lakini baada ya kukueleza mimi kwamba na shida na wataalamu, ndio wewe sasa unaingiza kwamba wewe. Hela yangu simembe mganga. Twende kwa mganga. Si unapajua vizuri? Nyanyuka twende kwa mganga. Nikachukue hela. Sitaki kabisa jana tena. Sitaki kabisa na maswala. Basi sasa ngoja kwanza mimi niko serious. Ndio hapa tushafika. Ndio hapa tushafika. Hapa ndo kwa mganga. Ndio hapa. Hichi ndo kilinge ulichosema tunakuja kilingeni. Kiko wapi kilinge? Alikuwa hapa ndo katoweka. Ailini, mganga analima matembele siku hizi. Au ndo mganga ada? Yaani Mungu. Ailini bwana, tuendelee bwana. Ailini, muda, tukue muda. Mambo ni mengi sasa hivi, tuondoke. Asa hapa mganga yuko wapi? Ailini, twende bwana. Hapa ndo tushafika kwa mganga kwenyewe, ndo hapa. Haionekani. Kwa hiyo ndo kilinge. Astaghfirullah, leo ndo naamini utapeli upo. Leo ndo naamini. Ailini, wewe sasa kunifanyia hivi. Hivi unajua uchungu wa hela? Wewe hivi mtu yote ashumu ndo wewe. Na kutoa kule koti na kuleta huku na kuja kuonyesha jiti na kuja kuonyesha matembele. Kilingi kiko wapi? Kwa hiyo ina maana umekuja kunionyesha kama wewe na mumeo siku hizi mnalima mboga mboga. Si ndio? Wewe sikiza nikwambie, mimi sasa hivi level za matembele, za mahindi, si nini nishavuka. Unanielewa? Na tukitaka mimi ni hela yangu. Unajua nyuma ile hela kulikuwa kuna nini? Unanielewa? Wewe nipe hela yangu. Nisikize nikwambie. Sitaki basiana na sijaki usikuwa na matani na wewe. Na tukio kama hili ndio jambo la kwanza na litakuwa la mwisho. Nisikilize sasa nikwambie. Next time mtakapokuja hapa, nikute hela yangu. Hakuna, sina haja na mganga wako, sina nini. Nachokitaka hela yangu. Amna na kuvuruga. Yaani Uswahili sijaacha, na kama unautaka upo na utaendelea. Uswahili wa siku hizi sio wa kuvutana, ni wa maendeleo. Na kupatia hela yangu, unaniambia umempa mganga, mganga kapotea. Kwa hiyo ina maana yeye na mizimu yake na wewe wote matapeli. Sasa sitaki kujua chochote, nachokitaka ni hela yangu. My friend. Ailini, yani tusitaki tufike mbali. Mdaiwa afungu ila wewe utafunga. Yaani sikufiki. Muzi. Wewe mwanamke. Yaani usiniambie ni unapendeza kwa ngozi. Ailini. Mbona mlaumu sana shemeji yangu? Muzi. Kama unataka hela yako bado ipo. Hivi kweli haunioni kweli au masiala?
na upepo ukipiga dirishani, naisikia roho yako ikiita kama wimbo uliovunjika ndani ya usiku mrefu ulomjaa. Hivi kweli unioni au masiala? Tunazama kwenye giza. Basi shemeji, acha masiala basi. Fanya mpango nifungulie hapa mimi niondoke, maana mwingine anateseka hapa. Mioyo imechoka sana, lakini